Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Karibu katika simulizi hii nzuri na ya kweli inayomhusu Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Uko nami mwalimu Amos Leonard. Karibu. Yohana ni mmoja wa mitume wa Yesu Kristo, na alijulikana kwa kuandika Injili ya Yohana pamoja na barua au waraka mbili za Yohana na kitabu cha Ufunuo. Hapa kuna hadithi ama simulizi ndefu na ya kutisha inayomhusu Yohana, ikieleza matukio ya maisha yake na changamoto alizokutana nazo katika maisha yake, hususa maisha ambayo alikuwa nayo ya Injili. Yohana, kama ilivyokuwa kwa mitume wengine, alikutana na changamoto mbalimbali katika kueneza Injili. Wakati ule serikali ya Kirumi ilikuwa ikichukizwa sana na watu ambao walikuwa wakieneza Injili za Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, walitafuta ni namna gani wangeweza kukomesha mafundisho yanayohusiana na mambo ya Yesu Kristo. Yohana naye hakukata tamaa. Alikuwa ni mtu ambaye ni jasiri, aliyembeba Roho Mtakatifu ndani yake, jambo ambalo lilimpelekea yeye kusakamwa sana ama kutafutwa sana na watu katika serikali ile ya Kirumi. Inakumbuka kwamba Yohana ilifikia mahali akakamatwa. Alivyokamatwa akashtakiwa. Baada ya kushtakiwa, iliamuliwa kwamba Yohana atupwe katika pipa la mafuta ambalo lilikuwa limechemka sana, wakizani kwamba kwa kufanya hivyo watamwangamiza Yohana na Injili ambayo alikuwa akihubiri. Lakini kwa sababu ya Yohana alikuwa amembeba Yesu Kristo, mwokozi wa wanadamu, hakuogopa. Na ikumbuke kwamba Yohana alishuhudia namna gani Yesu Kristo anatenda, kwa sababu alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wake. Yohana hakuogopa. Alikamatwa, akatupwa kwenye pipa la moto lenye mafuta yaliyochemka, wakizania kwamba watamwangamiza. Lakini Yohana hakuteketea wala hakuumia. Hata harufu ya mafuta haikionekana kwenye mwili wake. Yohana katoka akiwa ni mzima. Hata hivyo, Yohana hakukata tamaa wala hakuogopa. Aliendeleza gombo lake la kueneza Injili. Katika mwaka wa 90 baada ya Kristo, Yohana alikuwa ni mzee. Alikuwa na umri karibu miaka 90. Alikuwa amekaa katika kisiwa cha Patmos, ambapo alifungwa na wafalme wa Roma au wa Kirumi kwa sababu ya imani yake katika Yesu Kristo. Wakati utawala wa dola ya Roma, Wakristo walikabiliwa na mateso makali, na Yohana hakuwa na tofauti na wengine ambao walikuwa wakionewa au wakiteswa na serikali ile ya Kirumi. Alikuwa akiteswa kwa sababu ya kuhubiri Injili na kushuhudia juu ya Yesu Kristo. Katika kisiwa hiki cha Patmos kulikuwa ni mahali pa kutengwa, lakini Yohana alikuwa pia ni mahali pa ufunuo. Pamoja na kwamba Yohana alikuwa amepelekwa pale kwa ajili ya kutengwa ili aweze kuliwa na wanyama wakali, ama ili aweze kudhurika, afe na njaa. Walidhani kwa kumpeleka kule atakufa na njaa, ataishiwa nguvu
na wanyama wakali watakula mwili wake. Katika kisiwa hicho haikuwa hivyo. Kwa Yohana mahali pale palikuwa ni mahali pa ufunuo, na ikumbukwe kuwa mahali pale ndipo ambapo Yesu Kristo alimletea ufunuo, na mpaka akaandika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho katika Agano Jipya. Alikuwa akitafakari na kuandika akijua kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Wakati mmoja alikumbwa na maono ya kutisha. Katika maono haya aliona mbingu zikifunguka na sauti kubwa ikimwambia, andika mambo ulioyaona na uyape ujumbe kwa makanisa 7. Bwana Yesu asifiwe. Katika maono yake Yohana aliona vitu vingi vya kutisha, wanyama wakubwa, majanga na vitu vya kiroho. Aliona malaika wakituma hukumu juu ya dunia. Aliona watu wakikimbia kwa hofu. Katika maono haya aliona pia ushindi wa Yesu Kristo juu ya nguvu za giza. Hii ilikuwa ni faraja kwake, lakini pia ilikuwa ni onyo kwa wale waliokuwa wanakataa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa mateso, Yohana alikumbuka maneno ya Yesu Kristo aliyomwambia, usiogope, kwa maana mimi ni wa kwanza na wa mwisho, kwa maana ya Alfa na Omega. Yesu alikuwa akimtia moyo kupitia ujumbe huu wa usiogope, kwa maana mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Hii ilimpa nguvu ya kuendelea kuhubiri na kuandika. Alijua kwamba hata kama angekufa, ujumbe wa Yesu ungeendelea kuishi. Alikuwa na ujasiri wa kushuhudia hata mbele ya wakuu wa Kirumi. Katika serikali ile ya Kirumi alisema, siwezi kukataa kile nilichokiona na kukisikia. Na ikumbukwe ya kwamba yeye alikuwa ni mwanafunzi pure wa Yesu Kristo, miongoni mwa wale wanafunzi 12 wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuandika Ufunuo, Yohana alirudi katika kanisa alilokuwa akihudumia. Alikuwa na ujumbe wa matumaini na onyo. Alikumbusha waumini kuhusu upendo wa Mungu na umuhimu wa kuendelea kukaa katika imani licha ya mateso. Alisema, mshikilie Yesu, kwa maana yeye ni mwanga wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa namna gani Yohana alikuwa na ujasiri na nguvu za Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu. Baada ya Yohana kuwa mzee na kuitumikia Injili, Yohana alikufa akiwa ni mzee, lakini historia hii ya kufa kwake na historia ya matendo yake aliyofanya hayakufa. Alikuwa ni mfano wa ujasiri na imani, na ujumbe wake unakumbukwa hadi leo. Wakati maisha yake yalikabiliwa na vikwazo vingi, lakini alijua kwamba alikuwa na Mungu upande wake. Hii ilikuwa ni hadithi au historia ya mtu mmoja aliyejitoa kwa ajili ya imani yake, na ambaye alikumbuka kuwa hata katika giza mwanga wa Kristo unang'ara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa, pamoja na kuwekewa vikwazo hivyo, Yohana alikufa kifo cha kawaida kabisa cha uzee wake. Maana yake uzeeni, baada ya kuitumikia Injili, baada ya kuonyesha ujasiri, baada ya kuonyesha imani, baada ya kuonyesha ushupavu na namna gani unaweza kumtegemea Yesu na kazi zake. Yohana alionyesha hakuwa muoga. Yohana akawa ni mtu mwenye ujasiri na nguvu, na ni mfano wa kuigwa mpaka katika kizazi cha leo na kizazi kijacho. Wataendelea kuona namna gani
Yohana alikuwa ni jasiri na mwenye kumtegemea Mungu. Na hakika mtu ambaye amemtegemea Mungu ni mtu ambaye ana matumaini, hatikisiki wala hatetereki. Historia hii ya Yohana ni ya kutisha, lakini pia ni ya matumaini. Inatufundisha kuwa katika nyakati za giza na mateso tunaweza kupata nguvu katika imani. Yohana alikumbuka ahadi za Mungu na alijua kwamba mwisho wa yote ni ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni somo muhimu kwa waumini wa leo, kuendelea kushikilia imani yao hata katika changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kuendelea kumshikilia Mungu. Unapaswa kuendelea kushikilia imani, haijalishi unapitia nini. Leo hii unakutana na changamoto mbalimbali katika maisha yako. Unatamani ni aheri ungeacha imani. Hiyo ni roho ya shetani ambayo inatamani uache imani ya kweli ya Yesu Kristo ili shetani akuangamize. Naweza kuona wengine mfano wa Yohana waliong'ang'ania imani. Mfano Ayubu alipitia changamoto na mateso mbalimbali, alipitia majaribu, lakini hakukata tamaa. Alimshikilia Mungu, alishikilia kumcha Mungu. Hatimaye ushindi aliopata ulikuwa ni ushindi mnono, ushindi mzuri katika imani, na hakupata shida. Ewe mtu wa Mungu, najua unapitia mateso na changamoto mbalimbali. Haupaswi kuogopa. Mng'ang'ania Yesu wa kweli. Mungu wa kweli atakutetea, atakupigania, na maisha yako yatakuwa yenye ushindi. Shetani anajaribu kuletea hila kwa sababu ni baba wa uongo. Anakuletea kichomi, anakuletea maumivu, mguu na waka moto, kichwa, maumivu makali ya kichwa, tumbo linauma, kifua kinabana. Haupaswi kuogopa. Mshikilie Yesu, usiende kwa waganga, usiende kwa washirikina. Mshikilie Yesu, shikilia imani ya kweli. Mwambie Yesu, wewe peke yako unatosha. Unatengwa na ndugu kwa sababu ya imani ya Yesu Kristo. Mng'ang'anie Yesu, au ndugu wapo tu. Mungu aliyekuunganisha na ndugu hao ambao wanakuchukia sasa, ndiye Mungu ambaye anaweza kutatua changamoto za ndugu hao, mkaishi vizuri na wao wakafurahia baraka zako katika Yesu Kristo, na wao wakamkabidhi Yesu maisha yao. Bwana Yesu akusifiwe. Funika macho nikuombee ili nikupe ushindi katika Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, funika macho. Mkono wako wa kulia weka upande wa moyo kwenye kifua, na upande wa kushoto weka mkono upweka juu kwa ishara ya kunyenyekea mbele za Mungu. Nami naenda kukuombea kwa jina la Yesu. Mungu Baba, Mungu mzuri, Mungu mwaminifu, na Mungu muumba mbingu na nchi. Mungu Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani, na siku ya kwanza ukafa, siku ya tatu ukafufuka. Na kushukuru kwa sababu ya ndugu huyu ambaye amesikia historia hii na hadithi hii, kwa maana ndani yake na neno lako la kutosha. Naomba Mungu ukamhudumie vyema, yashughulikie maisha yake. Damu yako ya thamani isipungue ndani ya maisha yake. Msamehe pale ambapo amekukosea, mtakase kwa damu yako ya thamani. Uwepo wako kawe ndani yake. Mungu usimwache. Bwana mpe kukutumikia wewe. Mtetee Bwana zidi ya hila zote za shetani. Mwepushe na mabalaa, mwepushe na majanga. Mkinge dhidi ya hila zote za shetani. Mkinge na mabaya yote. Bwana mhudumie na mtunze. Mungu ninaomba, wewe ndiye Mungu wa kweli na mwaminifu. Mungu, wewe ni Bwana ambaye unatosha katika maisha yetu. Ninaomba Bwana ukayatetee maisha yake, ukamtunze na kumhudumia. Bariki masomo yake, bariki ndoa yake, bariki huduma yake na imani yake. Kila analolifanya lifanikiwe kupitia ushindi ndani ya jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kunaweza. Yote haya tumeyaomba ni kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu ambaye ulikuwa pamoja nami katika maneno haya.
Mungu akubariki sana. Ikiwa unahitaji maombi na maombezi, ushauri na mambo mbalimbali, wasiliana nami kwa simu nambari 0786614210. Namba hii unaweza kuitumia WhatsApp, kutuma ujumbe mfupi ama kupiga, ama unaweza kutumia katika njia ya kawaida, kupiga ama kutuma ujumbe mfupi. Mungu akubariki sana sana. Sambaza pia ujumbe huu ili wafikie watu wengine, na kwa kufanya hivi utakuwa umeshiriki injili ya kweli ya Yesu Kristo, na Mungu ataendelea kukumiminia baraka katika kila utakachokifanya, kitabarikiwa. Lakini pia usiache kusubscribe ili uweze kupokea mafundisho mengine, ikiwa ni pamoja na historia au simulizi za kweli kutoka katika maneno ya Mungu ama katika ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana sana. Majina yangu ninaitwa Mwalimu Amos Leonard kutoka katika huduma hii ya Credibility Generation. Mungu akubariki sana sana. Amen.